Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 20 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Mwigulu itawabana, ahidi watumishi wazembe watajikuta katika hali ngumu kupumua. Wamo pia wanaopuuza kero za wananchi. Amsifu Rais Samia kwa maono, habari katika ukurasa wa pili. CCM ACT Wazalendo watafuta maridhiano serikali ya umoja, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Serikali yapiga marufuku taarifa zake mitandao binafsi, habari katika ukurasa wa 4. BOT yaonya hatari fedha mtandaoni, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Rais Malawi yapiga marufuku watumishi wa afya kumiliki hospitali, habari katika ukurasa wa 3. Wanne mbaroni tuhuma vifo vya bodaboda, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8. TRA yazionya bandari kavu ukwepaji ushuru, habari katika ukurasa wa 4. TFS yatatua migogoro ya mipaka 423, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni diploma ya wasaidizi wa kazi, mwelekeo mpya katika malezi bora kupunguza unyanyasaji, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mfanyabiashara Arusha auawa avunjwa viungo. Arusha, hali ya simanzi, majonzi na hofu imetanda jijini Arusha baada ya kuuawa kikatili kwa mfanyabiashara maarufu wa madini Abdallah Musa maarufu Banjo, ambaye mwili wake umepatikana ukiwa na majeraha makubwa kando ya barabara wilayani Kondoa, habari katika ukurasa wa 6. Funga kwa Ramadhan kwa resma kiafya zaidi, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani, ikiwa hii ni jarida la afya. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika wakili wa viti maalum stop, mahakama kuu yafuta ruksa kwa mwanasheria wa sekta za umma kupewa hadhi ya wakili bila kupitia mafunzo ya wakili katika shule ya sheria Tanzania LST. Ndugu akisema vifungu vinatangazwa kuwa batili kuanzia tarehe ya uamuzi huu na kuendelea. Aidha, vifungu hivyo havina tena nguvu za kisheria na vinafutwa mara moja kutoka katika vitabu vya sheria. Hii ni hukumu ya mahakama kuu. Undani wake ni katika ukurasa wa 4. Kesi ya Lissu yazusha mvutano, korti yaonya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Habari picha kimuonesha Tundu Lissu. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika simulizi ya Frebonia, mageuzi ya saratani, habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mji. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika.
Ninalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni CCM yaunga mkono juhudi za serikali kujenga mahusiano, yasifu kuanzishwa kwa wizara inayosimamia mahusiano, kwani ndio msingi wa amani, upendo, maadili mema, uongozi unaojali haki. Habari katika ukurasa wa 4. Habari picha ikimwonyesha Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba akiweka jiwe la msingi katika ujenzi wa shule ya sekondari ya Stephen Moshi Technical wilayani Rombo mkoani Kilimanjaro jana, ambayo itagharimu shilingi bilioni 1.6 hadi kukamilika kwake. Waziri Nanauka akabidhi vijana milioni 200 Mwanza. Habari katika ukurasa wa 4. Sweden yaipa NEMC maabara inayotembea. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Wanawake watangaza kuacha kubeba mimba. Wanawake wa kijiji cha Kilimampimbi wilaya ya Mbozi wametangaza kususia kubeba mimba kama njia ya kushinikiza serikali kukamilisha ujenzi wa zahanati ya kijiji hicho iliyokwama tangu mwaka 2014. Undani wake ni katika ukurasa wa 4. Lushoto ajipanga kutekeleza maagizo ya Mwigulu. Habari katika ukurasa wa 3. Madiwani wahimizwa kuzifahamu sheria za ardhi. Habari katika ukurasa wa 2. UN yataka mkataba wa amani ya kudumu Gaza. Habari katika ukurasa wa 19. Wahimizwa kuzingatia mambo 20 kwa rasma. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Ninalo gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele, darasa lenye kitabu kimoja la zozogo. Waziri Mkuu ashtuka, agiza uchunguzi wa haraka ufanywe. Waziri wa elimu ashikia bango papo hapo. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Tutazame nukuu zilizoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Ni mara nyingi mtoto anarudi nyumbani akiwa amekalili maswali kwa sababu darasa zima linatumia kitabu kimoja. Tunaomba serikali iangalie hata mambo madogo yanayogusa moja kwa moja maendeleo ya mtoto. Hii ni nukuu ya Mwananchi Mary Kimario. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu nukuu yake anasema serikali imefanya uwekezaji mkubwa kuhakikisha wanafunzi wanapata vitabu vya kutosha. Kama kuna sehemu hali ni tofauti, basi hilo ni tatizo la utekelezaji na lazima lichunguzwe. Undani wake ni katika ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika siku ya haki kijamii. Helen Kijo Bisimba atilia shaka hatua za kuwajibisha wanaodhulumu, ndugu yake ikisema shule nyingi za wananchi wa kipato cha chini zina changamoto nyingi ikiwamo upungufu wa walimu, wakati watoto wa familia zenye kipato wakiendelea kupata elimu bora katika shule binafsi zenye vifaa vyote. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 7. Kiongozi atoa siku 4 ripoti mgogoro wa wananchi na mwekezaji imfikie. Katibu mkuu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Kenan Kiongosi ameitaka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma kumpa ripoti kuhusu mgogoro kati ya mwekezaji na wananchi katika kata ya Uvinza na Mganza ndani ya siku 4. Mgogoro huo unahusisha vijiji. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Zana zilizochakaa zikiweka sumu ziwa Victoria. Habari katika ukurasa wa 5. Hii ni ripoti maalum. Wataalamu wa mabaki ya plastiki yanaendelea kuwa sehemu ya hatari ya kiafya na mazingira. Mfanyabiashara wa madini au wawa atobolewa macho. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Kukumbatiwa kulivyotiba muhimu kwa wenye tatizo la akili. Habari katika ukurasa wa 4. Kesi ya Lissu, mvutano, picha feki za mashahidi fiche, polisi ashindwa kumtaka PGO. Habari katika ukurasa wa 3 na ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Ninalo gazeti Uhuru kweli daima Ijumaa leo lenyewe limeandika Rais Samia fichwa siri Tanzania kung'ara AU, abanisha namna bora ya nchi za Afrika kufanikiwa kupunguza vifo vya mama wajawazito na watoto. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Kiongozi ibana ofisi ya RC Kigoma atoa siku 4 kupewa ripoti mgogoro wa ardhi. Habari katika ukurasa wa 5. PM Mwigulu ashusha rungu wizara ya maji. Habari katika ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika Rais Dr. Mwinyi aongoza kikao kamati maalum NEC. Habari katika ukurasa wa 4. Wabunge washauri matumizi ya gesi magari ya serikali. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Gazeti wa Machinga ninalo mikononi mwangu lenye limeandika Dr. Mwigulu amtisha zigo Aweso atoa siku 14 kumpata mkandarasi mradi wa maji kutoka Ziwa Chala. Habari katika ukurasa wa 3. Kihenzile
aridhishwa na maendeleo mradi wa bandari Kigoma, habari katika ukurasa wa 3. Mfanyabiashara wa madini ya uawa kikatili atobolewa macho, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Masauni awataka vijana kuenzi muungano, habari katika ukurasa wa 2. Kamati ya bunge yataka matumizi kesi ya Syria yaongezwe, habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga. Nalo gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, lenyewe Jumaa leo limeandika Dr. Mwinyi, wafanyabiashara msipandisha bei za bidhaa, ahimiza manispaa mabaraza kusimamia usafi, habari katika ukurasa wa 2. Masauni ahimiza vijana kuenzi muungano, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Serikali itaendelea kuimarisha maendeleo, Dr. Akil, habari katika ukurasa wa 2. Israel kuwaruhusu waumini 10,000 kusali Ijumaa msikiti wa Aqsa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Waziri Lela ahidi kusimamia ujenzi wa miundombinu, habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika mastaa wa Mtibua Pedro awataja Clement Mzize Pacome akigusa Simba, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Februari 22 ligi kuu bara Namungo dhidi ya Yanga Sports Club saa 1 kamili usiku, uwanja wa Majali wa Lindi. Simba kuna kitu, wataalamu wafunguka, habari katika ukurasa wa 2. Ishu ya kubeti yaibua mapya, habari katika ukurasa wa 2. Zahir Zoro amaliza utata, habari katika ukurasa wa 13 wa gazeti hili. Ruiza Mbutu niliishi kupambania ndoto iliyonifikisha nilipo, habari katika ukurasa wa 14 wa gazeti hili. Chimbo la movie ni katika ukurasa wa 10 wa gazeti Mwanaspoti. Gazeti hili limeandika Ligi 1 leo Ijumaa ni Brest dhidi ya Marseille, mchezo utapigwa saa 4 na dakika 45 usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Tuanze kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga Jamii, lenye limeandika Yanga yalia na ratiba. Hata hivyo Pedro atamba kikosi chake kimejiandaa kupeleka kilio kwa Namungo FC ili kujiimarisha, habari katika ukurasa wa 23. Soa Kante ndani Simba ikivaa Prisons, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima, lenyewe limeandika Mangungu afunguka Simba, TPLB kuifumua ratiba ya ligi kuu bara, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Matokeo yamsikitisha kocha Yanga, habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili. Man United ya Juta, habari ni katika ukurasa wa 23. Bondia Ibrakas kumfuata Mthailand, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Na gazeti hili linakamilisha rukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania hapa Toka Zamani TV.